Unajua kuna watu wanatuangalia sister. Unaheshimu mimi kama mumeo uliponipa ukimwi? Unafikiri kunywa dawa mchezo? Unafikiri kunywa dawa mchezo? Brother, okay. Kunywa dawa mchezo midogo kwa minene kama midole gumba. Unafanya masiala ndio kunimaliza wewe. Unajua kama umeathirika umenipa ukimwi. Umenipa ukimwi wewe ni malaya. Msikize bro. Dada mimi sikujua kama hichi. Kwanza sorry. Hichi kitu mimi sikujua kama kinaweza kutokea. Samahani. Nisikilize, naomba unisikize kwanza bro. Huyu anachosema na anachofanya si sahihi. Kwanza ananikosea adabu kama mimi mumeo. Si unanielewa? Na anachofanya si sahihi. Naona labda nataka turudishe picha nyuma. Picha gani kurudisha nyuma? Nisikilize basi. Una picha kurudisha nyuma wewe? Malalo shindikana wewe. Nisikilize basi kama mimi unachofanya si sahihi. Ongea haraka. Ushanimaza ushaniua. Kumbuke mimi tumezaa. Mungu baba nasikia pressure. Unaelewa? Sister. Hebu simama vizuri. Basi kama uweze njoo ukae. Kaa. Jamani. Kaa. Nasikia pressure jamani. Kaa. Jamani ameniua mwenzenu. Okay, basi tuzungumze basi Aisha. Basi tunazungumza hapa kila mtu. Afu wewe mumeo unajua anakupenda sana sister. Unajua mumeo anakupenda sana. Sidhani kama unajifahamu wewe. Ndio. Unajua mimi yatima wewe, unajua mimi ndio mimi wewe. Sasa unajua nini? Mimi ndio maana nilikwambia tangu kule sikia sister. Mimi nilikwambia tangu kule tukae sehemu nyingine tuzungumze. Tutoke hapa. Umeona? Wewe umengangania anasema kwa kuja. Dada, naomba basi nitakuta mwezi mmoja uliopita na niambia kuwa mimi hapa hivi sana, lakini hapana hisi kwa vitu zote za kupata matatizo kabisa mapema, na anasema kuwa leo nikiza ni mwanaume wake ambaye kwa sababu ndio wao msimamo wao na mna mtoto kwa mfumo iko Morogoro kanaambia yote. Basi kutokea kwamba mimi nimeshauri na kapeni, anasema kwa wewe pia ulimshauri aende kapeni, lakini nikikwambia kwa mimi ndio kapeni au sasa sasa nikikwambia mimi sitaona kutokea leo tukio kwanza akaambiwa kuwa na virusi vya ukimwi. Na nikamwambia sawa. Akaambiwa rudi mwana akili. Narudi mwana tena kucheki. Nakuta tena na virusi vya ukimwi. Kwa mimi nimeshafikisha kila kitu hicho kitu ni sawa. Mimi nitakuta kwa sababu mwanzo nasema mchezo ni pesa na ninafaa. Unanipigaga. Unaniua wewe. Na umeshanimaliza. Kinachoenda kutokea ni kwamba unanipiga mpaka nikazimia. Mpaka kwa mjumbe tulienda na kataa nini wewe? Unanikosea adabu mbona watu unanikosea adabu. Hivi tumekaa majikoni. Kazi zangu mbele za kuunga kesi hivyo mkiwa kuja kunifanyia hasa hata matusi ya zawadi kweli. Okay sawa. Basi okay kama inawezekana nisikie kama inawezekana. Kwa hiyo mimi kitu ambacho au mimi niseme hivi in short kilichotuleta hapa. Mkeo amenisikia vibaya kama mnamuuliza virusi vya ukimwi. Kilichotuleta hapa kikubwa ni kuweka sawa, kwa sababu amekosa njia nyingine ya kukwambia. Inawezekana labda angetumia hata silaha yoyote kwa ajili ya kukushambulia, kwa sababu alipotoka kwa watu panic sana, anatumia sana mpaka watu barabarani hapana. Kwambia sister usipanic hivyo nini na nini. Si unanielewa? Kwa hiyo kinachoenda kutokea hapa ni kwamba kama inawezekana tunaweza kama nyumbani tukazungumza sawa. Mimi nilikuwa naomba Tondokeni. Kwani hapa ni mbali? Wewe funga mdomo. Funga mdomo. Funga mdomo. Tena mama funga mdomo. Mbaya sana mwanaume wewe. Ushaniua ushanimaliza umeridhika sasa. Nikusikiza nini wewe unakimu kwa ukimwi wako mkubwa kuliko wangu. Samahani wala mimi sikujua. Ila mimi ninachohisi hapa ni shemeji kapani kidogo kweli. Na kapani kwa sababu hicho ujue sio swala dogo unajua Kwa hiyo tuzungumze kidogo tu. Mimi tuulizane mambo kidogo tu kadhaa alafu tuone kama tunaweza
Mbona sehemu zote zimechangamka? Kuna sehemu kweli iliyotulia huko ambapo tunaweza tukasimama. Kwanza nashukuru kwa kunisikiliza mambo yako na kunipokea ruhusa. Bro, wewe ni muelewa sana. Ulikuwa unahisi au uliona dalili gani kwa mwanamke wako mpaka ukahisi kama ana virusi vya ukimwi na ukamwambia ende akapima? Ngoja kwanza wewe mwanzo wewe. Wewe mwanzo ulisemaje wewe? Si ulimwambia upele unajikuna. Unajikuna upele ukasema eti wale juu. Nisikilize basi. Uwezi mwanaume akaongea na mwanamke akaongea. Nisikilize nimjibu. Ndio alichoniuliza. Si unanielewa? Nisikilize nikwambie. Huyu hapa baada ya kutengana hivi hapa katikati. Huyu bwana kulikuwa kuna fundi mmoja anaitwa Juma, fundi mafriji. Si unanielewa? Bana yule fundi mafriji yule Juma alikuwa baada ya friji ndani kuharibika ile friji nikampigia simu yule nani Juma aje atengeneze friji. Kweli nisimame hapa sio tukapigana. Akawa yeye basi yule jamaa alipomleta akawa ndio fundi wa pale kutengenezea sisi mafriji. Si unanielewa ninachokwambia? Nyumbani kwetu. Huyu hapa nikaona yule jamaa ana ukaribu na Juma. Huyu kilichonishinda mimi kwake huyu hapa aliniambiaje? Tufanye mapenzi kinyume cha maumbile mimi na yeye. Hicho kitu mimi kikatemefaje kimenishinda. Si unamuelewa mke wangu ninachokwambia? Si unanielewa? Mimi hicho kitu nini? Ilikuwaje? Alikuwa ananiambia tufanye mapenzi kinyume cha maumbile. Mimi nikalo swali limenishinda. Si unanielewa? Baada ya kufikia hapo swali kunishinda mimi na huyu hapa. Kumleta ile Juma basi udhaifu ule akatumikia kufanya kumpata Juma. Si unanielewa? Mimi baada ya kuja kuchunguza nikaja nikajua huyu anatembea na Juma. Na baada ya kujua Juma nisikilize basi nikwambie. Juma na mwanamke wake anaitwa Belita. Huyo Belita biashara zake ni za kujiuza. Si unanielewa? Ndio mwanamke wake ambaye anatembea naye. Wewe mwanamke Belita ni mwasilika na Juma ni mwasilika. Baada ya kuja kulijua leo kama mke wangu anatembea na Juma, mimi nikapunguza mapenzi kulala naye mke wangu. Kila mtu anapolala anageukia anapolala. Muulize aseme hapo ni uongo au ni kweli. Na maana Juma anatembea na yule Belita. Juma anatembea na Belita na paka leo unavyokuambia Belita ni mgonjwa wa Juma ni mgonjwa. Yaani kama umeungua peke yako. Mimi hapa nilipo nashukuru Mwenyezi Mungu. Kama umelijua hilo jambo basi wewe umesha. Sasa mbona hujaniambia? Nikwambie kipi kilichofaa upeke kwa Juma tatizo nini? Hivi unamuelewa huyu? Ngoje ni bwana. Hivi unamuelewa? Wewe kutembea na Juma. Nisikize unamuelewa huyu? Ulitembea na Juma kweli? Asitembee na Juma vipi? Muulize mwangalie. Juma ni nani? Juma ni fundi mafriji na mimi hata Juma saizi nikisema naweza kumpigia simu saizi Juma akaja. Aje hapa? Anakuja hapa. Sasa Juma hujafanya nini hapa? Anakuja fanya nini? Juma ni mtu wako. Juma ni nani yako? Kwa hiyo una ukimwi kapata wapi sasa? Ukimwi kapata kwa Juma na Juma ukimwi kautoa kwa Belita kwa sababu Belita ni mfanya biashara za malaya. Mimi nakwambia mimi niko sahihi na niko mzima si ndio maana nimekutenga na wewe mwenyewe umekuja kuishtukia unaniambia ukimwi kupa mimi. Ukimwi kakupa Juma, Juma kachukua ukimwi kwa Belita. Kwa hiyo kuisha umeisha peke yako.